Inawezekana kuna vitu vimeanza kubadilika kwenye uongozi wa wekundu wa Msimbazi Simba. Nazungumzia the way ambapo wanafikiri na kufanya maamuzi. Taarifa zilizopo, wako sokoni kwenye soko la usajili kusaka baadhi ya wachezaji. Tayari ameshahusishwa hapo Suleiman Fofana, ameshahusishwa Arafat Kiza. Hawa ni wachezaji kutoka nje ya Tanzania. Lakini hapo jana zikaibuka taarifa zinazomhusu Kevin Nation, mchezaji ambaye anakipiga kwenye kikosi cha Pamba Jiji akitokea kwenye kikosi cha Singida Black Stars kwa mkopo. Lusamo Hamisi Lusamo ndio jina langu. Leopard John ndio mchambuzi kinara wa Annual TV na The Golden Boot. Yusuf Ramadhani Mpuma ni camera operator. Twende sambamba mpaka mwisho wa The Golden Boot tukajue ni mchezaji wa aina gani na ni kitu gani ambacho anaweza kwenda kukiofa kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Tetesi zimekuwa nyingi. Inawezekana zimezungumzwa kwa muda mfupi. Lakini aina ya watu waliozungumza hii story ni moja kati ya vitu ambavyo vinanifanya mimi niamini Kevin Nation Naftali ukweli anaweza kachezea Simba msimu ujao. Kwanza tuangalie haya matukio ya Simba kuanza kuhusishwa na wachezaji mapema kabla dirisha la usajili haijafunguliwa. Maana yake ni nini? Ni utayari na maandalizi kuelekea kwenye msimu ujao, kwa maana tayari wameshakiri kwenye baadhi ya mistakes ambazo wameshafanya, hasa kwenye upande wa uongozi na kusajili, na kuona bado kuna mapungufu ambayo inabidi wayafanyie kazi. Unaona kwenye eneo la midfield bado Simba licha ya kwamba kuwa na viungo wengi bado kuna pengo, kwa maana mwalimu amekuwa hana machaguo sahihi kwa wakati fulani kutokana na changamoto za hapa na pale. Ndio maana umeona uongozi wameanza kufanyia kazi mapema ili ikifika dirisha kubwa kusiwe na zile kokorakakara nyingi, kwa maana tunafahamu sio wewe peke yako ndio unakuwa una jicho la kuona wachezaji. Wapo watu wengi ambao nao pia wanaweza kumhitaji mchezaji husika. Kwa hiyo solution ni kwamba lazima ufanye naye mazungumzo mapema ili muweze kumalizana, na mkifika kwenye muda husika kusiwe na porokushani nyingi. Lakini Simba wameamua kuishi kama ambavyo timu kubwa nyingi barani Afrika zimekuwa zinaishi. And then leo nitakwambia ukweli mmoja, kwa maana nenda kaangalie National Al Ahly, nenda kaitizame Mamelodi Sundowns. Nisikilize kwanza Lusamo. Nenda kaangalie National Al Ahly, nenda kaangalie na Mamelodi Sundowns. Kabla hajafanya vizuri, kuna asilimia kubwa ya National Al Ahly wanaofanya kazi kubwa ni wazao, kwa maana wamechukua wachezaji bora wa pale nchini Misri wote wamewachukua wao, kwa maana hiyo ndio imekuwa tatu kwa upande wao. The same pia kwa Simba, unaona hicho wameshaanza kukiestablish kwenye kikosi chao. Kevin Nation ambaye siku hizi currently kwenye collab ya Mwalimu Miguel Angel Gamondi hautoacha kumwona jina lake ambalo limeitwa. Wameamua kwenda kumchukua ni kwa sababu wameona uwezo wake ambao yuko nayo, compared bado ni kijana mdogo ambaye umri wake upo. The same pia ni kijana ambaye unaweza kusema kwenye mpira kuna levels tatu. Kuna level ya tunasema yupo kwenye peak, anamalizia mpira, yupo kwenye form ambaye huyu ndio yupo katika kiwango chake hasa, and then yule ambaye tunasema ni junior ambaye anakuwa. Na Kevin Nation yupo katika ule ubora wake kwa sasa hivi, kwa maana umri unaruhusu, lakini pia the way ambavyo amekuwa anacheza ni miongoni mwa walinzi hasa katika upande wa kiungo ambayo kazi yake amekuwa anaifanya hasa, kwa sababu ukiangalia ni miongoni mwa holding midfielder pasei, kwa maana yeye muda mwingi utamkuta akiwa ana enjoy hasa kwenye kufanya majukumu yake mama. Muda mwingi amekuwa haenjoy kufanya zile shughuli chafu za kiwanjani, lakini muda mwingi amekuwa ni kiungo ambaye ana enjoy. Kwanza katika upande wa kupiga pasi, ni wazi Simba tangia ameondoka Fabrice Ruamba Ngoma, unaona bado hawajampata yule pasa mzuri kwenye kikosi chao, licha ya kwamba anaye mtu kama vile Maodo Kante ambaye bado hakupi ile passes vizuri kwa 100%, lakini bado ana mtu kama vile Nabi Kamara ambaye sometimes anaweza kawa na huo ujuzi, lakini bado amekuwa haelewa katika gani afanye kitu cha kwa usahihi. Lakini Kevin Nation kwenye huo uimara amekuwa na hiyo faida. The way ambavyo anacheza ni miongoni mwa viungo ambao wao binafsi yake wanaenjoy kuweza kufanya majukumu hayo. Kwa hiyo kwenye hili Simba pengine wanaweza wakaingia kwenye mgogoro na vilabu vikubwa, kwa maana Simba wasijihakikishie kwa 100% kwamba tayari wameshamalizana kila kitu, kwa sababu tunafahamu Singida Black Stars ni miongoni mwa timu ambazo kwenye kufanya biashara wao waga hawana vikwazo, kwa maana wao mkifika nao makubaliana na kupatia mchezaji. Lakini current tumeona the way mahusiano alivyoweka na timu zingine kwenye ligi kuu, inaweza pia ikachochea dili likaweza kuyauka Yangani. Kwa hiyo kwenye hili Kevin Nation ni mchezaji mzuri ambaye kama Simba kifanikiwa kumpata, pengine
anaweza kwenda kutibu kwenye eneo lao la midfield, kwa maana limekuwa lina wazee wengi kuliko vijana ambao ndo kwenye hilo eneo wangekuwa wanasaidia kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo wewe unaamini licha ya kwamba taarifa zimetoka Simba Sports Club wameshamalizana na Kevin Nation, inawezekana dili likautambaa kwa sababu kuna mtu mwingine anaweza kaingilia dili na kamchukua Kevin Nation? Yeah, of course. Tuliona dili la Lameck Lawi kabla anatoka Coastal Union kujiunga na Simba. Uliona always mchezaji anaangalia maslahi pamoja na namna ambavyo. Unafikiri wanaweza karudia hilo jambo tena? Kwa sababu mpaka ile jambo linatokea na maana kuna loophole ilionekana. Unadhani Simba bado wanaweza kuendelea kutengeneza mazingira ya mtu mwingine kupenya katikati yao na mchezaji? Watakuwa ni viongozi wa aina gani hao? Yeah, kama lilitokea and then hakulifanyia kazi, sitoshangaa kijirudia, kwa maana ni kitu ambacho pengine atakuwa hapo serious. Lakini kama wako very serious na mchezaji and then wapo wanafahamu, pengine wanaweza kuwa wamesharekebisha pale ambapo alikosea. Lameck Lawi alikuwa ni mlinzi ambaye tayari walikuwa wameshamalizana na Simba, lakini unaona ilivyotokea kukawa hakuna maelewano kati ya Coastal na Simba, akatimkia Azam FC. Alikuwa ni mlinzi mzuri. Safari hii pengine wakimwangalia akiwa na ibenge ya Azam, huenda wakawa wanamuonea wivu beki mzuri Simba ambao alimpoteza compared wao kipindi hiki wanahangaika na mabeki kwenye lile eneo. Kwa hiyo kwenye hili pia bado Simba asijiwekea 100%, kwa maana ni kama vile mwanamke mzuri ukimwona hauwezi kumuona peke yake. Wanaume yako kila siku hiyo hiyo. Moja kati ya vitu ambavyo watu wanahisi inaweza ikaleta sintofahamu ni kwa sababu ni mchezaji wa Singida Black Stars na watu wana doubt juu ya mahusiano ya Young Africans na Singida Black Stars, kwamba Young Africans wakimhitaji Kevin Nation hapa Javi inaweza likatanduliwa. Tuchukulie ni Yanga peke yake ndio wanaweza wakaenda ku distract huu utaratibu ambao tayari umeshawekwa kati ya Simba na Kevin Nation, kwa sababu tu wana ukaribu na Singida Black Stars. Siamini. Why Kibabaga ameenda Simba Sport Club? Tumeona alienda kwa staili gani? Yeah, of course, kwa sababu ametoka Singida ameenda Simba. Lakini tumeona staili iliyotumika, yani kumtoa Singida kumpeleka Simba. Hata Jonathan Soa kilichomtoa Singida kumpeleka Simba, wote tunafahamu kilitokea kitu gani. Ndio maana alienda kule. Haiwezekani ukaribu wa Singida Black Stars na Young Africans ukasababisha distraction ya Simba na Kevin Nation. Amna, kwa sababu Kevin Nation ni mchezaji wa Singida Black Stars ambaye yupo kwa mkopo Pamba Jiji Football Club. Kwa hiyo Singida ndo wao ndo ana mamlaka yote ya kufanya biashara na klabu ambayo itafika mezani, aidha kwa makubaliano kama ilivyokuwa kawaida yao kutuambia sisi wananchi. Kama mkataba wa Singida na Kevin Nation unamalizika mwishoni mwa msimu huu. Yeah, of course, Simba wana hiyo mamlaka kwenda kumchukua. Kwa hiyo wao kama wamepeleka nia, kwa sababu sio tu kama mchezaji mwenyewe atalizia kwenda kucheza kwenye hiyo klabu, watakubaliana na klabu ya Simba kwenda kucheza pale. Kwa hiyo ni interest mbili. Kwa mfano akaja Simba, akaja na Mtibwa Sugar, huenda akakubali kwenda kujiunga na Mtibwa Sugar kuliko Simba, kwa sababu Mtibwa Sugar ameongea vizuri na Kevin Nation. Tuchukulie kutokupatikana kwenye mchezo wa jana Kevin Nation kati ya Simba na dhidi ya Pamba Jiji ni moja kati ya viashiria vya moja kwa moja kwamba ni kweli Kevin Nation amesha saini Simba. Yeah, of course, kwa sababu jana mwenyewe nilishangaa, miongoni mwa man of the match kwenye mchezo mgumu dhidi ya Azam alikuwa ni bwana mdogo Kevin Nation Naftari. Lakini kwenye mchezo wa jana ambao pia ulikuwa mgumu mara mbili wa ule wa kwanza, hakuwa sehemu ya mchezo. Ndio maana mwalimu akaopt kwenda na viungo wengine kwenye hile eneo, kwa maana ukizungumza Pamba kwenye eneo la midfield utamzungumza Kenneth Kunambi, utamzungumza Kevin Nation, utamzungumza na Yonta Kamara. Lakini jana Naftari hakuwa kwenye sehemu ya mchezo. Kwa hiyo ni wazi pengine agreement zimeshaanza kufanya kazi, na pengine pia mchezaji ameshaanza kuwa na ile shauku, kwa maana binafsi yako hata wewe ukiwa unaambiwa leo vaa vizuri twende mjini utakuwa una furaha. Kwa hiyo pengine na yeye tayari ameshaanza kuwa na kiburi fulani. Unamaanisha mimi huoga sivyo? Nimetolea mfano kwa mtazamaji wetu aweze kutuamini. Hussein Masanza aliandika statement moja akisema kwa anavyomfahamu yeye Kevin Nation mchezaji wao kwa maana ya Singida Black Stars kwenye mchezo wa jana dhidi kati ya Simba na dhidi ya Pamba Jiji ndio siku ambayo Kevin Nation angeweza kuonyesha kilicho bora zaidi kuliko kawaida ambavyo watu walitarajia. Baadaye Kevin Nation akaja kujibu maneno ambayo mimi siwezi kuyasema. Hayakuwa mazuri. Ina maana gani?
Ya, kwa sababu ni pande mbili tofauti, kwa maana anayeopti kwanza ni mwalimu wa mchezo husika, kwa maana wao Singida watasoma kwamba mchezaji ni wa kwao, lakini mwenye mamlaka ya mchezaji kucheza au kutocheza ni mwalimu wa Kagera wa Pamba Jiji ambaye ni Francis Baraza, raia wa Kenya. Kwa hiyo kwenye hilo ni mchezaji na timu yake husika ndio wenye hayo mamlaka, kwa maana hata kama Singida wao ndio ana mamlaka ya Kevin Nation, lakini kwenye vipengele vya mkataba sasa hivi tunafahamu ni mchezaji wa Singida Black Stars ambaye anaitumikia Pamba Jiji kwa mkopo, kwa maana wao Singida waliamini kwenye kikosi chao hata kuwa mchezaji mwenye msaada mkubwa na amekosa nafasi kwa lengo la kupata nafasi ya kucheza game times, lakini pia ile physical wakaamua kumpeleka kwa mkopo ili aweze kuchukua hilo. Kwa hiyo haya ni masuala ambayo tumekuwa yanaendelea yenyewe. Kwenye hili kilikuwa tu ni kijembe ambacho Masanza aliamua kukitupa kwa klabu ya Simba, kwa maana kumekuwa tunafahamu siku za tatu zilizopita Simba alimfunga Singida Black Stars kwenye uwanja wake wa nyumbani. Kwa hiyo ni mpira wetu ndio umekuwa na mambo kama ya aina hivyo kwa sehemu moja ama nyingine. Lakini hofu yangu ni kwamba Simba kupata mchezaji imekuwa sio kazi ngumu kwa upande wao. Nakumbuka wakati msimu unaanza walimpata Semfuko Charles, lakini mpaka leo bado hatumuoni, na alikuwa ni miongoni mwa vijana ambao kiwango chao ni bora kwa 100%. Lusamo ndio jina langu, Yusuf Ramadhani Mpuma nyuma ya kamera. Leopard John ndiye aliyekuwa mchambuzi kinara kwenye siku yetu ya leo kwenye The Golden Boot. Tukutane tena siku nyingine.